Taifa la Mungu, shalom shalom. Ninawakaribisha katika siri za ufalme wa Mungu. Kama kawaida tuko hapa kuyasema matendo makuu ya Mungu jinsi anavyotufunulia. Na leo tunakwenda kutazama unabii huu ambao Mungu ameutoa kuhusu watu wenye mamlaka, watu wenye kushika nyadhifa za nchi hii. Mungu alileta ujumbe huu katika mfumo huu. Acha niueleze kwanza. Niliona nimekuwa mahali fulani katika mji fulani. Niliona mji huo ni mzuri sana. Kuna watu niliona walimkamata binti mmoja na kumtoa nje kabisa ya mji huo. Walimpeleka porini wakamwacha huko. Binti huyo alikuwa amevaa gauni la kijani lenye mikono mifupi lakini refu, na alikuwa analia. Ilionekana kama hataki kuletwa huko ambako alikuwa anampeleka. Watu hao ambao ilikuwa ni mijitu mikubwa wakamtupa chini, kisha wakaondoka na kumwacha pale bila msaada wowote, akilia tu. Nilipomtazama vizuri, niliona mkono wake wa kushoto binti huyo ulijeruhiwa sana 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 na ulifungwa bandeji nyingi. Pia kiganja chake cha mkono wa kulia hakikuwepo, yaani kilikatwa vidole vyote, hakuna. Na mkono huo ulikuwa unavuja damu. Ilionekana muda si mrefu walikuwa wametoka kukatwa mkono huo wa kulia. Nilipoendelea kumtazama binti huyo ambaye mavazi yake yote yalikuwa ni kijani, niliona masikio yake yametazama juu kama ya paka, marefu yenye kufanana na ya sungura au viumbe fulani wengi hupenda kuwaita aliens. Pia alipokuwa analia, niliyaona meno yake yalikuwa ni membamba na madogo madogo yaliyochongoka sana kwa mbele. Lakini nilishangaa kuona meno hayo yanarefuka kadri yanavyozidi kulia mpaka yalitokeza nje kabisa ya mdomo wake. Pale alipotupwa ni msituni na alikuwa peke yake, hakuweza kufanya chochote kwa majeraha alionayo. Waliombeba walikuwa viumbe warefu sana, hata sijaweza kuona sura zao. Niliposimama niliona naishia tu kwenye levo ya mapaja yao. Sikuweza kuona chochote. Nikabaki hapo kujiuliza nini maana ya haya. Roho akaniambia, hichi ulichokiona ndicho kilipo au ndicho uhalisia ulivyo katika nchi hii ya Tanzania. Huyu binti ni mamlaka, ni utawala ambao umeshika dola, ambao umeshika mamlaka, ambao umeshika kiti cha utawala. Na mkono wa kushoto ambao umeuona umepata majeraha mengi sana. Mkono wa kushoto unaashiria mamlaka au tegemeo la giza. Kwa hiyo nguvu za giza ambazo mamlaka hii, ambazo binti huyu, ambazo taasisi hii inazitegemea nyingi, ndio maana ukaona bandeji nyingi zinawekwa nyingi moja baada ya nyingine, ndilo tegemeo lao la kuhakikisha wanabaki katika nafasi hiyo. Mkono wa kulia umeona umekatwa. Mkono wa kulia ni mamlaka ya utawala, kibali cha Mungu. Umekatwa maana yake nimeondoa kile kibali cha utawala kupitia taasisi hii. Hivyo tazamia kuona anguko juu yao. Tazamia kuona aibu juu yao. Yote walioyapanda, yaliyo sirini, yaliyofichwa, yanakwenda kufunuliwa sasa. Wanakwenda kuyalipa yale yote walioyatenda kwa watu wanyonge. Ndio maana hata sasa ukaona jinsi mwili wake huyo binti unavyojidhihirisha kwa uhalisia wa matendo yake. Masikio yake si kama ya binadamu, meno yake si kama ya binadamu, mkono wake si kama wa binadamu. Ni kwa sababu ule uhalisia aliouficha na kuutunza mbele za watu ili asijulikane alivyo unakwenda kuthibitika sasa. Mungu akubariki sana. Ni wakati wa Mungu kuinuka sasa.
Ni wakati wa Mungu kunyanyuka. Ameshuka na kutupa kila mamlaka, haijalishi ni kubwa kiasi gani, haijalishi imeanza lini, haijalishi na watu wangapi. Mungu amemtupa mtu yule, taasisi ile yenye kutegemea nguvu zisizotoka kwake. Kama tulivyowahi kusema mara nyingi, Tanzania hii ni nchi ya agano. Watu walio kinyume na agano watakutana na adhabu ya Mungu. Sanduku la agano lipo hapa. Ndani ya sanduku la agano kuna mana, chakula kitamu, na iko fimbo kwa ajili ya mapigo. Ni wakati wa mapigo kwa watu walio kinyume na Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu awabariki sana. Amen.